Judas, kama hakuna Yudasi, there is no cross. basi hakuna msalaba. And if there is no cross, Na kama hakuna msalaba, there is no deliverance. basi hakuna ukombozi. Everybody needs a Judas. Kila mmoja anahitaji Yudasi. Of course, he's not a good man. Ndio sio mtu mzuri. Whatever he gives back to, Chochote ambacho anakizaa it is painful, ni cha uchungu, but it is a platform lakini ni meza that pushes you ambayo ukusukuma to the next level. kwa kiwango kingine. There are people who are crying today, Na watu ambao wanalia leo not because of an enemy, sio sababu ya adui, but a closer friend. lakini rafiki wa karibu, Someone who is a partner. mtu ambaye ni mshirika, Someone who is a partner mtu ambaye ni mshirika ama ni rafiki, or a close partner rafiki wa karibu has caused you tears. amekusababisha ulie. I came to tell you, Nimekuja nikuambie, do not blame your partner. usilalamikie rafiki yako. It is the kiss of Judas Ni busu la Yudasi that is going to push you ambayo itaenda kukusukuma to the cross. kwa msalaba. Everybody has a cross. Kila mtu ako na msalaba. Today, Leo if you are crying kama unalia because of betrayal, maana ya kusalitiwa, you are on a cross. uko katika msalaba, You don't need to give up. hauhitaji ukufe moyo, You don't need to be discouraged. hauhitaji uvunjike You moyo, need to gather strength unahitaji usanye nguvu and know na ujue Judas Yudasi is not a permanent. si wa kudumu, It's not a permanent situation. sio hali ya milele, It is something that is temporal. ni hali ambayo inapita. Judas will rise up Yudasi atainuka and Judas will fizzle out. na Yudasi atakauka. I came to prophesy. Amekuja kutoa unabii. Don't fight Judas. Usimpinge Yudasi. If you fight Judas, Kama utapinga Yudasi, no betrayal. hakuna kusalitiwa. And where there is no betrayal, Pasipo na kusalitiwa, you shall not go to the cross. hautauendea msalaba. I prophesy Ninatabiri to you, kwako may your Judas na Yudasi wako bring you to the cross, akukaribishe kwa msalaba, bring you to the place akulete sehemu where ambapo the miracle miujiza will be born. itazaliwa. I pray Ninaomba that God encourage you kwamba Mungu akutie nguvu, that you don't kill your Judas. kwamba usimuue Yudasi wako. Hallelujah. Haleluya! Every ministry Kila huduma has a Judas. iko na Yudasi. Every family Kila familia has a Judas. iko na Yudasi. Every team, Every team, kila kikundi there is a Judas. kuna Yudasi. In a business world, Katika hali ya biashara a Judas. kuna Yudasi. In your family line, Katika mpangilio wa familia a Judas. kuna Yudasi. A Judas is a spirit Na Yudasi ni roho that uses human flesh, ambayo inatumia mwili wa binadamu, uses human mind, inatumia kuelewa kwa binadamu, uses the tongue of a man, inatumia ndimi za mwanadamu, uses the mouth of a man inatumia kinywa cha binadamu to be a bridge, ili ikalete daraja, to perform kufanya its objectives. maosia yake, malengo yake. Hallelujah. Amen. I even tell. Hallelujah. Haleluya. I pray for you Ninaomba kwa ajili yako that you don't give up. kwamba usichoke. Amen. No amen. Hakuna amen. If you don't have a Judas, Kama hauna Yudasi, I prophesy, ninakutabiria may your Judas appear. na Yudasi wako akatokee. Pastor, Mchungaji, why are you praying this? kwa nini unaomba hili? If Judas will not come, Kama Yudasi hataingia, you remain on the same table. utabaki katika ile You shall remain in the same condition. utabakia katika hali ile. You need a Judas of life. Unahitaji Yudasi wa maisha haya. Who is a Judas? Yudasi ni nani? Is someone Ni mtu that is being used, ambaye hutumika not because he is willing, sio maana hanatamani, but he is a catalyst. lakini ni kichocheo. He is a bridge. Yeye ni daraja, He is an open door. ni mlango ulio wazi, It is an opening. ni kivukio, It is an ni opening mlango ambao umefunguka, where the enemy mahali adui can go in anaweza akapenyezea and finish his assignment. na amalize majukumu And yake he comes out. na atokee. Hallelujah. Amen. It is called a kiss of Judas. Inaitwa busu la Ali. inatokea kwa rafiki wa karibu. He could be someone you had very good business plans with. Yawezekana ni mtu ambaye alikuwa na mipango mizuri na yeye, And then
he betrays the trust. na tena anasaliti Uhusiano. ule uhusiano. It could be your wife or your husband. Anaweza kuwa mume wako, mke wako. Anyone can be used as a Judas. Yeyote anaweza tumika kama Judasi. When you see Judas, Unapomwona Judasi, prepare for the cross. andaa kwa ajili ya msalaba. What is cross? Msalaba ni nini? It is not going to die, Si kwenda kukufa, but you are going through a painful situation and season, lakini unapitia hali na majira magumu, whereby you feel you are lonely. maana unaishi upweke, No one cares. hakuna anayejali, Everybody is concerned over his own kila business. mtu anajihusisha na mambo yake. You are crying alone. Unalia peke yako, But after that period, lakini baada ya wakati huo, I want to tell you, nataka nikuambie, when Jesus was on the cross, wakati Yesu alikuwa msalabani, he said, alisema it is finished. yameisha. Judas, Yudasi, you were used ulitumika to betray me, ili unisaliti, but it is not you. lakini sio wewe. The prophecies Ili maunabii and the law na sheria was to come to be accomplished, sikuje kutimia, that I must go to the cross. kwamba lazima nipite The msalaba. Bible says, Biblia inasema, cursed be the man na alaaniwe mtu that hangs on a tree. ambaye hujiuzisha kwa mti. Jesus carried our curses. Yesu alibeba laana zetu, He carried our poverty. akaubeba umasikini wetu. There was an exchange. Kulikuwa na kubadilishana. Why? Kwa nini? There was a Judas. Kulikuweko na Yudasi He pushed the process. ili asukume ile safari. I prophesy to you, Na kutabiria wewe, the enemies that you see, maadui unaowaona, God Mungu will prepare a table ataandaa meza because of your enemies. kwa ajili ya maadui The Bible zako. says, Biblia inasema He prepares a table yeye huandaa meza for me kwa ajili yangu in the presence of my enemies. katika uwepo wa maadui zangu. If there is no Judas, Kama hakuna Yudasi, there is no cross. hakuna msalaba, If there is no enemy, na kama hakuna adui, no table. hakuna meza. If I were you, Ningekuwa wewe I would have. In this life, katika maisha haya, the kiss of Judas busu la Yudasi is a must. lazima. Hallelujah. Amen. It is called spirit of betrayal. Inaitwa roho ya kusaliti. How many people have been betrayed? Wangapi wamesalitiwa? You are blessed. Umebarikiwa. You will not go back to betrayal. Hautarudi tena kwa kusalitiwa. You have crossed the cross. Tayari umeupita huo mstari It is finished. na imeisha. Hallelujah. Amen. The tears that you shed, Machozi uliyoyamwaga it is a seed ni mbegu for greater harvest kwa ajili ya mavuno makubwa that you shall harvest in joy. ambayo utayavuna tena kwa furaha. I don't know who I'm talking to, Sijui yule ambaye ninaongea kumuhusu, but deep in my spirit, lakini kama uko katika roho yangu, deep in my spirit, ndani ya roho yangu I feel ninaishi, I am ministering to someone, ninamhudumia mtu, whether you are in Kitengela, uwe mji wa Kitengela, whether you are in Kajiado, uwe katika Kajiado, whether you are in Nairobi, uwe mji wa Nairobi, whether you are in other counties, uko katika kaunti zingine, you are in Central Kenya, uko sehemu za kati ya you are in Ethiopia, uko you Ethiopia, are in Uganda, uko Uganda, you are in Sweden, uko Sweden, you are in Australia, uko mji wa Australia, you are in the continent of Africa, uko katika mataifa ya you Afrika, are in South Africa, uko mji wa South Africa, you are going through xenophobia, unapitia xenophobia, you are being flogged because of your black, unapigwa sababu ya uweusi wako, you are in America, uko katika Marekani, you are in the Great Britain. uko katika Britain, I speak to you. ninaongea na You wewe, are about to come out of the keys of Judas. uko karibu kutoka katika busu la And Yudasi, when you come out of this testing period, na utakapotoka katika majira haya, you shall come out with a testimony. utatoka na ushuhuda, You shall come out with a new name. utatoka na jina jipya, You shall come out with a new glory. utatoka na utukufu mpya. When Jesus finished the cross, Wakati Yesu aliumaliza msalaba, he was given a name alipewa jina that is above every name, ambayo iko juu ya majina yote, so that at the name of Jesus, ndiposa kwa ajili ya jina la every Yesu knee must bow kila goti lazima and litangwe every tongue confess na kila ulimi utakiri that Jesus is Lord, kwamba Yesu ni to Bwana, the glory of God, kwa ajili ya utukufu wa Mungu, even the Father. hata kwa Baba. Hallelujah. Haleluya! Keys of Judas. Busu la Yudasi.
Do not fight a Judas. Usipigane na Yudasi. And if you are going through the kiss of Judas now, na kama unapitia hili busu la Yudasi kwa sasa, rejoice. Furahia. You are coming out of that situation. Unatoka katika hiyo hali. And when you have come out, na utakapokuwa umetoka, you shall strengthen your brethren. You shall strengthen your brethren. Utatia nguvu ndugu zako. Hallelujah. Amen. Yudasi is not an enemy. Sio adui. Is a catalyst. Ni kichocheo. The second test. Jaribio la pili. Amen. When God called Abraham, wakati Mungu alimuita Ibrahim, he told him, akamwambia, leave your own people. Acha watu wa kwako. Leave your own country. Acha nchi lako. And your father's house. Na nyumba ya baba yako. And go na uende to the place that I will show you, kwa sehemu ambayo nitakuonyesha, and there I shall bless you, na pale nitakubariki. There are people who are fighting with family issues. Kuna watu ambao wanapigana na hali za kifamilia, family foundations, misingi ya kifamilia, family traditions, tabia za kifamilia, curses of ancestry, laana za ukoo, character traits, tabia fulani, mienendo fulani that you have inherited, ambayo umeirithi through the umbilical cord of your ancestors, kupitia kwa kitovu cha babu zako. I came to tell you, nimekuja nikuambie, you need to arise, unahitaji uinuke, and know that you are seed of God, na ujue kwamba wewe ni mbegu la Mungu, and disconnect yourself, na ujitenganishe from every umbilical cord, kutokana na kila kitovu of your ancestry, cha babu, traditions of your ancestry, tabia za kibabu, bitterness of your ancestry, machungu ya kinababu. Am I communicating? Je, ninaongea? I want you to pay attention. Nataka usikilize hili. There are people who cannot go far. Kuna watu ambao hawawezi wakaenda mbali. Because even after receiving Jesus, maana hata baada ya kumpokea Yesu, they have coiled themselves into the family traditions. Wanajisukumia katika zile tabia za kifamilia. You will hear people say, utasikia watu wakisema, this is what my grandfather did. Hivi ndivyo babu yangu alitenda. My father did the same. Baba yangu akatenda hili. I will also do the same. Na mimi lazima nilifuate. They are not following the patterns of Bible. Hawafuatilii ule mpangilio wa Biblia. I came to tell you, nimekuja nikwambie, you shall be tested. Lazima utajaribiwa. In the father's house. Katika nyumba ya baba yako. You will be lifted. Utainuliwa. They will not believe. Hawataamini that you can be lifted of God. Kwamba unaweza ukainuliwa na Mungu. You will speak as an authority. Utaongea kama mamlaka. But they will have no confidence. Lakini watakuwa na uhakika. Because of that familiarity. Sababu ya ule uzoefu. They know you. Wanakutambua. From birth. Kutoka kuzaliwa. From crawling. Kwa kukua kwako. Kutambaa kwako. And your walking stages. Na hali yako ya kutembea. The first purpose of words that you spoke. Maneno ya kwanza ambayo uliyatamka. They know your history. Wanaielewa historia yako. You need to arise. Unahitaji uinuke. And take away. Na uondoe every judgmental spirits. Kila maroho ya kukuhukumia. From your father's house. Kutoka kwa nyumba ya baba yako. From the bloodline of your ancestry. Kutoka kwa kizazi chenu. No, amen. Amen. I'm receiving this message. Na upokea ujumbe huu. I'll be the first beneficiary. Na nitakuwa mtu wa kwanza kunufaika. Hallelujah. Amen. Arise from the pain of your father's house. Inuka kutokana na kwa machungu ya nyumba ya baba yako. When Joseph, wakati Yusufu became the prime minister, alikuwa waziri mkuu, after he was tempted by his brothers, baada ya kujaribiwa na ndugu zake, they wanted to kill him, walitaka wamuue. Reuben rescued him. Reuben akamuokoa. After he came, wakati ukafika, he married the daughter of the priest of On. Akaoa mbidi wa kuhani wa kwao, of On. Kuhani wa On, mbidi wa kuhani wa Honi. By the name, the father's name was Potiphar. Na jina la baba ya huyo mbidi aliitwa Potiphar. And Potiphar was the father-in-law to Joseph. Na Potiphar alikuwa ndiye baba wa Yusufu. After the years of famine, baada ya miaka ya ukame, he gave birth to two sons. Akazaa wana vijana.
to overcome alikuwa hayashinde all the demarcation lines zile mistari zote that alizotolewa was drawn against his success ambazo zilichorwa kinyume na kufanikiwa kwake, by calling a son kwa kuita jina la kijana, a name that is erasing evil jina ambayo inafuta uovu of the father's house. wa nyumba ya baba yake. I came to stand here Nimekuja nisimame hapa as an authority. kama mamlaka. I prophesy to you, Ninakutabiria you are wewe receiving a new name. unalipokea jina You are jipya, overcoming the pain of your father's house. unayashinda machungu ya nyumba ya baba yako. Whatever that has happened to you, Chochote ambacho kimekufanyikia, all types of shame kila aina ya aibu is rolled away. inapigirishwa kando, Every curse kila laana is being reversed. inarudishwa. Whatever they prophesied against your destiny, Chochote walitabiri kinyume na hatima yako it is turning to be a blessing. kinabadilika kuwa baraka. Arise, Inuka, go where your father did not go. enda mahali baba hakufika, Do what your mother could not do. fanya kile baba hangekifanya. I prophesy to you, Ninakutabiria wewe you shall live in a better house than your father. utaishi kwa nyumba nzuri kuliko baba yako. You did not hear me. Haujanisikia? You shall live in a better house Utaishi katika nyumba nzuri more than your father did. zaidi baba yako alivyofanya. You shall live a better life Utayaishi maisha mazuri than your mother. zaidi ya mama yako. You shall go Utaenda where your grandfather did not go. mahali babu yako hakufika. You shall do things Utafanya mambo that your people will not do. ambayo watu wenu You hawangefanya. are breaking out. Unavunja maukuta, You are breaking out of the father's house pain. unavunja kutoka kwa machungu ya baba yako. Hallelujah. Haleluya! There are people who are in hospitals, Kuna watu wako katika mahospitali, not because they are sick, sio sababu wao ni wagonjwa, but the spirit is crushed lakini roho imefinyiliwa by the pain of the father's house. kwa machungu ya nyumba ya baba yao. There are people who have not even recovered the pain. Kuna watu ambao hata hawajapata ile uponyaji wa machungu, What they found in the father's house. kile walichokipata katika nyumba ya baba There yao. are people who are blaming their fathers and their mother because they did not educate them to have a better life. Kuna watu wanalalamikia wazazi sababu hawakuwasomesha wakapata maisha mazuri. You are breaking out of the pain of the father's house. Unatoka katika machungu ya nyumba ya baba yako In the name of Jesus, katika jina la Yesu. you shall have a better life. Utakuwa na maisha mazuri. Whatever that has bypassed you, Chochote ambacho kimekupita you shall have it. utakipata. Every blessing Kila aina ya will baraka come 7 times zitakuja mara 7 in Jesus' name. kwa jina la Yesu. Hallelujah. Haleluya! I want you to say, Nataka useme, I am breaking forth ninavunja out of my father's house pains. kutoka kwa machungu ya nyumba ya baba yangu. Hallelujah. Amen. They struggle to rise up in the father's house. Waling'ang'ana kuinua katika nyumba ya baba yako. There is struggle to rise up in the father's house. Kuna kung'ang'ana ili ukainuke katika nyumba ya baba yako. There is difficulty with one's household to believe that God can change a life. Kuna ungumu kwa mmoja kuamini katika nyumba yako kwamba Mungu anaweza akainua. There is fighting foundations and traditions of the family. Kuna kupigana na misingi na tabia za kifamilia. Limitations that have been put by enemies. Vizuizi ambavyo vimewekwa na maadui. An evil net that has been set as a snare. Na nyafu ambayo imewekwa kama kifutio. Mtego. To make sure that no blessing lands, no blessing comes out. Kuna kuhakikisha kwamba hakuna baraka ambazo zinatua na hakuna baraka ambazo zinatoka. You are breaking out of the evil. I command it. Ninaamurisha Be thou broken. ukavunjike. Every chain Kila minyororo is broken. inavunjika. Every yoke Kila nira is broken. inavunjika. Every pattern of life Kila mipangilio ya maisha of defeat ya kushindwa is broken. inavunjika. You are blessed of the Lord. Umebarikiwa na You Bwana. are lifted of the Lord. Umeinuliwa na Bwana. As we are in that mode of prayer, Tukiwa katika hiyo hali ya maombi, say, man of God, nasema mtumishi wa Mungu, speak a word tamka neno to my season. kwa majira yangu. I want you to come and believe with me. Nataka kuje uamini nami.
as we sing a worship song tunapoimba wimbo wa ibada that says the blood of Jesus on the cross, unaosema damu ya Yesu msalabani, even now hata sasa it is speaking. inanena. That's why it's so. Ni wimbo wa Kiswahili. Hallelujah. Hallelujah. The blood is speaking. Damu inanena. The blood is healing. Damu inaponya. The blood is delivering. Damu inakomboa. Hallelujah. Lift up your hands. Inua mikono yako juu. Father, I thank you. Baba, ninakushukuru. May this altar Na haya madhabahu release miracles. yakaachilie miujiza. May this altar Haya madhabahu release healing. yakaachilie uponyaji. May this altar Haya madhabahu release financial doors. yakaachilie upenyo wa kifedha. May this altar Na haya madhabahu deliver families. yakakomboe May familia. this altar Na haya madhabahu wipe away tears. yakapanguze May machozi. this altar Na haya madhabahu roll away yakabingirishe the shame of this life. roho machungu ya aibu ya The fear of death. uoga wa kifo. I command you. Ninakuamuru, I reverse you. ninakurudisha. You have no power. Hauna nguvu In the name of Jesus. katika jina la Yesu. Lift up your hands. Inua mikono yako juu. Damu ya Yesu inanena mema. Damu ya Yesu inanena. Watu wote waje chini mbele za Bwana. Inua mikono na ufunge macho. Watu wote wainue mikono. Asha sakaria kama kuna watu wainue mikono. Wasaidie kuinua mikono. Wapasi tembee. Wapasi watembee. Angalia kama kuna mikono iko chini. Mikono yote salimisha mbele za Bwana. Na watu wafunge macho yao. Watu wainue mikono juu. Utoke katika hali ulio ndani yake. Ninataka niombe na wewe. Ninaomba niguze kichwa chako, nikunenee neno na uzima. Kama kuna kitu chochote unapigana katika the Father's house, kama kuna aina yote ya foundations na nira yote na minyororo yote, utatoka pale uje hapa, usimame hapa, na kwa sababu ya muda watu wachache watakofika ndio nitakaowahudumia. Ikiwa umekuwa ukijaribu kuinuka kimaisha na unasikia tunarudi chini, every other time you are next to a miracle, something else happens. Hiyo inaitwa the toil of the Father's house. Kuna limitation lazima itavunjwa. Kuna neno lazima itamkwa kuhusu damu ya kwenu, kuhusu jina la kwenu, kuhusu malango ya watu wa kwenu, vile mlivyozaliwa. Hiyo damu kama ni damu inayozuiliwa kuinuka, ikiwa kwenu kulisemekana pasiwainuka mtu, pasiwaifanikiwa mtu, it is you the Lord is speaking to. Kwa hivyo tunapoenda kuimba huo wimbo, nataka watu waje, na ukija upige magoti hapa kwa haya madhabahu na uinue mikono yako, uanze kumwambia Bwana unakataa kufinyiliwa, unavunja ukifika kwa hilo mikono yako tutu, inaweka huru, damu ya Yesu inaweka huru, damu ya inua mikono yenu juu na kwanza kuinua, damu ya Yesu inatuinua. wale wengine tunyosha mikono juu, watu wanyosha mikono yao, nasema watu wanyosha mikono
inayosimama juu ya madhabahu, ninavunja hiyo laana, nina reverse hiyo neno, nina reverse kila neno chungu. In the mighty name of the Lord, in the mighty name of the Lord, receive the healing of God. Pokea ukombozi wa Bwana, ukombozi wa Bwana. Mapepo yote, maroho yote kuzimu, ondoka, toboka, enda, achana naye, achana naye. Nguvu zote za Mungu zishuke juu yako, uwezo wa Bwana ushuke juu yako, uwezo wa Bwana juu yako, katika jina la Yesu. Kila roho, kila madhabahu ya mapigano nawe, nayang'oa katika jina la Yesu. Upanga wa rohoni na kucha kila kazi zote za giza katika jina la Yesu, na kuja dawa zote za giza. Every satanic power, every satanic curses, I break you out of our body, out of our soul, out of our spirit. In the mighty name of the Lord, I destroy every satanic attacks, every satanic curses. Come out, go! In the mighty name of the Lord, you have no power, you have no authority. Every satanic curse, I break you by the sword of the Spirit of God. Kwa upanga wa rohoni, ninaangamiza nguvu zote za giza, ninaangamiza uwezo wa Bwana, uwezo wa Bwana. Watu waendelee na maombi, uwezo wa Bwana, nguvu za Bwana, upanga wa rohoni unaokucha nguvu zote za giza, upanga wa rohoni ambao ni neno la Bwana. Natamka ubarikiwe, uinuke maishani katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. In the name of Jesus, in the name of Jesus. Every gate, every limitation, every power of the evil net, I break you in the name of Jesus. I destroy your kingdom. I destroy your kingdom. In the name of Jesus. You have no power. You have no authority. You have no power. You have no authority. You have no power. You have no authority. In the mighty name of Jesus. Baba nachilia upanga wa rohoni juu ya kichwa cha huyo binti. Maroho yanapigana naye, nguvu zote za mizimu, nguvu zote za mateso, na amuru ziondoke katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Simama kwa miguu yako. Stand on your feet. La kababorianta. Weka chini. Inua mikono juu. Unajua, the word of God is the sword of the Spirit. Neno la Bwana linakata kuwili. Ninaomba mnyoshe mikono yenu huko. Ninatangaza huyu binti anatoka katika vizuizi vyote vya kifamilia na damu ya ukoo. Kama kuna uchungu ambao amerithi na umeafekti amani ya maisha yake, Bwana, ninatangaza kama mtumishi wako, kama vile Musa alivyotangaza kwa Rubeni. Sema Rubeni aishi na apone, na watu wake si wachache tena. Tamka kama mamlaka katika jina la Yesu. Out! Out! It is over. In the name of Jesus. Simamishia huyu. Baba, kama vile Musa alivyonena na ukoo wa Rubeni, akasema Rubeni asife tena katika vita, na watu wake wasio wachache. Na kutoka leo apone. Nanyosha mkono wangu Baba, tangaza maisha huyu binti hapo, yapone, yapone. In the name of Jesus, every power, every spirit, I command you, loosen go out of the body, soul and spirit. Don't touch her. Out of her, out of her, out, out. Your kingdom is over. Loose and go, loose and go, out of her. And chini, chini, out of the body. Go. Fungua, fungua, out of the body. Kamata moto na mondoke. Kamata moto kutoka kichwani hadi moyoni. Kila utawala wote wa giza, mapepo yote, maroho ya kutuma, kujituma na kutuma, mapepo ya kurithi kupitia damu ya ukoo, kila laana iliyotumwa katika anga yako, ninaikamata kwa jina la Yesu. Fungua maisha yake, fungua ukiondoka, chomeka kwa moto wa Mtakatifu kutoka kichwani hadi moyoni, kutoka kichwani hadi moyoni. Piga ndio ukiondoka. Come out. Everybody say power. Nyosha mkono wako. Nasema sema power. Power. Everybody say fire. Of the Holy Ghost. Fire.
Holy Ghost, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire. Come out. Piga nduru kienda. Piga nduru kienda. Holy Ghost fire, 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 Holy Ghost fire. Loose and go, loose and go. Kamata moto, kamata moto. Utawala wako umefika mwisho. Kazi zako zimeondoka. Ufalme wako umeisha. Piga nduru, ondoka, ondoka, ondoka. Rudi kuzimu, rudi kuzimu. Out of the body, out of the body. Piga nduru kienda, piga nduru kienda. Loose and go, loose. Toka. Everybody say power. Power. Holy Ghost. Anointing to restore. To break every chain. To break every yoke. We set us free. Say you are free. You are free. Out of our body. Yes. In the name of Jesus. Out of our body. Yes. Speak on the Yes. Stand up. Yes. Who are you? Wewe nani? Wewe nani? Kazi yako gani? Umekuja kwa kazi gani? Jitambulishe uondoke. Come out! Roho yangu, laana yangu, I break you in the spiritual realm. I break you in the physical realm. Loose. Go! Out of my body! Out of my body! Out of my body! Out of my body! Some of them today, you never suffer curse. You'll never be under pain. It is over. In Jesus' name. Every spirit manifest and go. Jitambulishe na wende punguka. Vifungo vyote vinakatika, nira yote inavunjwa, kila mikataba, kila maagano yote ya damu ya ukoo ninaivunja kwa uwezo wa damu ya Yesu, 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 kwa uwezo wa damu ya Yesu. Ondoka, ondoka na wende, ondoka. Sawa kapo. May the Lord touch your life. Achana na hicho. May the Lord touch your life. The name of Jesus. It is over. Out of our body, soul and the spirit. I restore everything that the enemy has taken. Whatever joy has been taken, whatever joy has been stolen, receive your joy back. Receive your day back. In the name of Jesus, I prophesy over your life. Between now and 90 days, you'll see the power of God. Anything that has ever fought you will be in your history. In the name of Jesus, loose your end. Loose your end. Show your end here. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Every satanic mark, every satanic activity in your life is broken today. In the mighty name of Jesus. You are free. You are free. Free. Freedom. In Jesus' name. Father, I speak peace and joy in the spirit. No more struggle. The pain of the Father's house is over. Every demon, every spirit that is fighting you, loose her now. Loose her. Come out. Out of this body. Shika hiyo kiti. Shika hiyo kiti. Out of this body. Nasikia moto katika mkono. Out of the soul.
Mama mwingine anakuja haraka. Haraka. Nataka mtu wa madhabahuni. Kimbia. Shika huyo binti, akianguka utaniambia. To the body. To the soul. To the spirit. Out. Go. Come out. Loose and go. Loose and go. Loose and go. Fire immense. Fire. Fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. Holy Ghost fire. It is over. Every spirit that is not of God. Kila roho ambayo Bwana hajapanda. Yes. Kila pando ambalo Mungu hajapanda. Yes. Na ling'oa katika jina la Yesu. Mishale ya maadui. Yes. Mauchawi yote. Yes. Na ya in the name of Jesus. In the name of Jesus. I break any power. Na buncha kila madhabahu. Maroho yote ya mateso na mahangaiko. Chochote ambacho kimetumwa kukuangamiza. Ninaking'oa sasa. Ninaking'oa sasa. Ninakiamuru sasa kiondoke. Kila mtu aseme every power that has marked a life for destruction. Your kingdom is over. In the name of Jesus. Stop that confusion. Don't be used. The shaking of it. Taba. Piga ndio wewe. Enda. Taba. Taba. Loose. Fungua. Enda. Enda kuzimu. Enda kuzimu. Enda kuzimu. Fungua mama. Fungua. Everybody say fungua. Kwa jina la Yesu. Sema fungua. Maisha yake. Kwa jina la Yesu. You are free. In Jesus' mighty name. You are revealed to nakedness. Your kingdom is over. Hey, what do you can do? Stop it. Father, I break every curse. I break every foundations. Every demon spirit. I know you. Out of the body. Out of the soul. Out. Out. Come out. Loose. Out. Piga moto. Rakabasata. Moto wa Bwana. Upige kila madhabahu. Moto wa Bwana. Upige kila laana. Moto wa Bwana. Upige kila tamko lililonenwa kinyume nawe. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Your kingdom is over. Break and go. Break and go. Break and go. Everybody say break and go. 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 Nyosha mkono wako sasa. Angalia hiyo tupo. Mama twende songa hapa. I want you to see what is happening. Na wakati mwingine tusizubai, amen, tusiogope. Na tusikuwa na confusion for no reason. Casting out a demon is like taking water in a glass. Sio kitu ya kuangaisha kanisa. Even a child with Jesus can cast out a demon. Every spirit. Mama tuani nitolee mguu. Acha hivyo. Kila madhabahu, whether in the village, whether in the city, your kingdom is terminated. Lose this daughter of Abraham. Lose her body. Lose her soul. Lose her spirit. I bless you. I speak peace. Peace of God. You're free from every curse. Free from all satanic forces. In Jesus' name. We come.
Usimguze. Nasema binti, amuka. Funguka macho na uamuke. Wake up. Amuka kwa jina la Yesu. Usimguze. Inua mikono yako. Inua mikono. Is more of a prophecy than prayer. Inua mikono yako. Sema, Bwana Yesu, wewe ni Bwana na Mwokozi, unaweza yote. Kila aina ya moto uliowakishwa na adui unazimika. Moto wa Mungu unawaka ndani yako katika jina la Yesu. Mimi nibarikiwa. Sema, mimi nibarikiwa. Kutoka siku ya leo nitafurahia maisha. Now why? I bless you. Go with the blessings of God. Any enemy that curses you dies. Any witchcraft that is tested in your body, your soul, and your spirit shall go back to the sender. I bless you. And I send you with victory and open doors. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. See your toil, see your pains, see your tears, and the fears of your life. Lift up your hands. Father, in the name of Jesus, like Prophet Isaiah spoke in Isaiah 40, verse 1. Comfort ye my people, and tell them that their warfare has come to an end. And in the wilderness, there is going to be a voice. And there is an highway the Lord you are creating. I speak to every battle. Every battle. Yes. Every battle. Come to an end. Come to an end. Anything that is fighting with you. Yes. Any power. Any force. Yes. Fighting with you. Command it to come to an end. Yes. In the name of Jesus. Everybody stretch for your head. In the mighty name of Jesus. In the powerful name of Jesus. In the powerful name of Jesus. Lose his body. Lose the soul. Lose the spirit. Go. Go. Try. 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 Try, 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 try. Anoint, anoint, Mushiki, anoint, anoint. Every chain, every curse, every spell, every witchcraft, every altar, every yoke, you are broken now. Broken, 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 broken. Tuonyeshe mkono wake. You see the power of God. Nyosha mkono mahali popote ulipo. Ushike vizuri. Sema, utawala wa giza, mahangaiko, hukumu ya adui imefika mwisho. Ninaachilia moto. Ninaachilia moto. Ninaachilia moto. Ninaachilia moto. Ninaachilia moto. Ninakausha kila kazi zote za adui. Ninakausha kila maroho ya mateso na mahangaiko. Every spirit of death, every spirit of grave, I arrest you. I arrest you. I arrest you. I arrest